nirudieni mimi, asema Bwana. Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Alhamisi, juma la 4 la Kwaresma, mwaka A wa Kanisa, ambapo kanisa linaadhimisha sherehe ya Mtakatifu Yosefu, mume wa Bikira Maria. Masomo yetu ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha pili cha Samueli, sura ya 7 aya ya 4 hadi ya 5, aya ya 12 hadi ya 14 na aya ya 16. Somo la pili linatoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, sura ya 4 aya ya 13, aya ya 16 hadi ya 18 na aya ya 22. Injili inatoka katika kitabu cha mwinjili Mathayo, sura ya 1 aya ya 16 na aya ya 18 hadi ya 21 na aya ya 24. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na mwinjili Mathayo. Yakobo alimzaa Yusufu mumewe Mariamu, aliyemzaa Yesu aitwaye Kristo. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi: Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Naye Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto, akasema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Naye atamzaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Naye Yusufu alipoamka katika usingizi, alifanya kama malaika wa Bwana alivyomwagiza, akamchukua mkewe. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Wapendwa wana wa Mungu, karibuni katika tafakari yetu ya leo, ambapo mama kanisa anafanya sherehe ya Mtakatifu Yosefu, mume wa Bikira Maria. Kila mwaka ifikapo tarehe 19 Machi, mama kanisa anaadhimisha sikukuu ya Mtakatifu Yosefu, mume wa Bikira Maria na msimamizi wa kanisa kiulimwengu. Yosefu anaitwa mtumishi mwaminifu wa Mungu, kwani uaminifu wake huo ndio ambao unamshirikisha kwa namna iliyositirika katika historia nzima ya wokovu. Matendo yake ya kiimani hayaonekani kwa wazi sana katika maandiko matakatifu, lakini yanapaswa kupewa uzito wa pekee. Mathalan, kwa kuwa mtii katika hali ya ukimya wakati wa kuitikia sauti ya Mungu. Katika sehemu ya Injili ya leo, inaanza kwa kutualika kutafakari kuzaliwa kwake Yesu Kristo. Lakini badala ya kuzungumzia jinsi na namna alivyozaliwa Yesu kama afanyavyo mwinjili Luka, tunaona mwinjili Mathayo anatupatia kupashwa habari kwake Yusufu juu ya Maria kupata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Mwinjili Luka kinyume chake ilikuwa ni kupashwa habari kwa Maria, na hivyo Yusufu anatajwa kwa kupita tu na si kama anavyoandika mwinjili Mathayo. Labda swali linakuja, kwa nini wainjili hawa wanatupa masimulizi ambayo kwa kweli ni juu ya tukio moja ila kwa namna mbili tofauti?
Siwezi kusema naweza kutoa ukweli jibu sahihi na la kuridhisha kila mmoja wetu anapokutana na masimulizi haya mawili tofauti ya Injili ndugu. Zaidi ya kugundua kuwa wainjili wote wawili lengo lao la awali halikuwa kutoa tu masimulizi ya kihistoria, bali kutoa katekesi zenye teolojia ndani yake. Ndiyo kusema kila mmoja kwa namna yake na msisitizo wake anajaribu kufikisha ujumbe wa kiteolojia, kwani ikumbukwe kuwa wainjili hawa wanaandika Injili baada ya mateso, kifo na ufufuko wake Yesu Kristo. Hivyo ni baada ya kuelewa kwa ndani nini maana yake, na wao wanaona kuna kila aina ya sababu na ni haki kutoa katekesi ya kiteolojia juu ya simulizi hili la kuzaliwa kwake Yesu Kristo. Itoshe leo tutafakari sehemu ya Injili ya Mathayo kama tulivyosikia na kusoma. Mwinjili Mathayo kiujumla ni mwaminifu kutuonesha jinsi Yesu anavyozaliwa katika mazingira ya Kiyahudi, na hivyo mara zote anatuonesha katika Injili yake kuwa Yesu anazaliwa na kuishi na kutangaza habari njema katika mazingira ya Kiyahudi. Wakati wa nyakati za Yesu, ndoa kati ya Wayahudi ilifanyika katika hatua kubwa mbili. Hatua ya kwanza ilikuwa makubaliano ya kuwa mume na mke yaliyofanyika katikati ya wazazi au ndugu na jamaa wa karibu wa pande zote mbili, na hasa mbele ya mashahidi wao wawili. Ila wawili hawa hawakuruhusiwa kuanza kuishi pamoja, kwani kwa desturi makubaliano yale yalikuwa yanafanyika wakati binti alikuwa na miaka kama 12 au 13 na kijana labda miaka 16 au 17. Hivyo walipaswa kuishi bado mbali kwa takriban miezi 6 au mwaka mmoja ili waweze kufahamiana, lakini hasa kutoa nafasi ya kupevuka na kukomaa kwa pande zote mbili, mume na mke. Hata familia zote mbili kupata nafasi ya kufahamiana na kuona kabla kama watoto wao wangeweza kuanza maisha ya familia ya mume na mke. Hivyo ni baada ya kusubiri kwa muda wa mwaka mmoja, familia zingeandaa sherehe kubwa na kumsindikiza mke kuanza kuishi maisha ya unyumba ya mume na mke. Ni katika kipindi hicho cha kusubiri mwaka mmoja ndipo Maria alipopata kupashwa habari na malaika na kupata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Mwinjili Mathayo anatuonesha mashaka na wasiwasi kwa upande wa Yusufu. Kwa kweli hapa tunaweza kuwa na mengi ya kusema na hata tukajikuta katika maswali magumu kupata majibu. Ila itoshe kuona ni mashaka ya haki kwa upande wa Yusufu kuwaza kukubali mpango wa Mungu katika maisha yake, na mashaka ambayo hata mimi na wewe tunajikuta nayo mara kadhaa, hasa pale tunapoalikwa nasi kushiriki katika mpango wa Mungu katika maisha. Jinsi gani tunaonekana na kueleweka na wengine na hasa wale wanaotuzunguka. Yusufu anakuwa na mashaka ya haki iweje na kwa jinsi gani atampatia jina mtoto asiye wake, tena ni mtoto wa Mungu. Hivyo ni Mungu anajifunua kwake na kumwalika jinsi ya kushiriki katika historia ya wokovu. Mtoto katika mazingira ya Kiyahudi ni sawa na kusema anabeba jina la baba, na si tu jina. Kusema mtoto ni kusema ni mali ya baba. Ila mama alionekana tu kama kumzalia mume mtoto. Labda hata katika baadhi ya mila na mitazamo yetu ya Kiafrika utasikia mwanamama fulani amemzalia bwana fulani mtoto. Hivyo mtoto anaonekana kuwa ni wa baba na mama ni mbebaji tu, ni chombo tu. Hata kwa Wayahudi nao walikuwa na mitazamo ya aina hiyo. Yusufu anapewa mamlaka ya kumpa mtoto jina, na ndiyo kusema mtoto anatambulika kuwa ni wa ukoo wa Daudi, ukoo wa Yusufu. Yusufu kwa kukubali mpango wa Mungu
hata kama ilikuwa juu ya uwezo wake wa kibinadamu kuuelewa. Ndiyo sababu leo mwinjili Mathayo anamtambulisha kuwa alikuwa mtu wa haki. Injili yetu ya leo na hasa sikukuu hii ya Mtakatifu Yosefu imelenga katika kuhesabiwa haki Yosefu kama baba mlezi wa Yesu Kristo. Kibinadamu ni vigumu sana kupokea hali iliyomkuta Yosefu. Ni ukweli ulio wazi kwamba kwa vile Yosefu alimpenda sana mama Bikira Maria, hakutaka kumwaibisha. Unyenyekevu wake huu unamfanya Yosefu achukue hatua ya busara kwa kufanya hivi. Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana na mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Naye Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitaki kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Tukisoma Injili ya Mathayo sura ya kwanza ya 18b hadi ya 19. Je, ni aibu gani ingempata mama Bikira Maria kama Yosefu angeamua kuliweka wazi? Ndugu zangu, kadiri ya sheria ya Kiyahudi na utaratibu wao kuhusu mahusiano, Bikira Maria ilimpasa adhabu ya kifo. Kuwa na ujauzito kabla ya ndoa halisi ya Kiyahudi ilikuwa kosa kubwa sana. Si aibu kwa Bikira Maria tu, bali hata kwa familia yake, kwa kukosa malezi mazuri kwa binti yao. Kwa kosa hili adhabu yake ilikuwa ni hivi. Lakini ikiwa ni ukweli neno hili la kutoonekana kwake yule kijana alama za ubikira, na wamtoe nje yule kijana mlangoni pa nyumba ya baba yake, na waume wa mji wake wampige kwa mawe hata afe, kwa vile alivyofanya upumbavu katika Israeli kwa kufanya ukahaba katika nyumba ya baba yake, ndivyo utakavyoondoa uovu katikati yao. Tukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 22 aya 20 hadi 21. Kwa mantiki hii, Yosefu alijua wazi kitakachompata Bikira Maria, hivyo anaamua kumwacha kwa siri. Na kwa vile kadiri ya uchumba na maandalizi ya ndoa ya Kiyahudi kuchukua si chini ya miezi 6 kama nilivyosema hapo awali, bila shaka Yosefu alijua uaminifu wa Bikira Maria kuwa ni binti aliyekuwa na malezi mazuri. Ujauzito huu ulimchanganya sana Yosefu, hivyo kutohusika na jambo hili ambalo kwake lilikuwa ni fumbo, anaamua kutoshiriki kumwaga damu yake. Hapa ndipo anapohesabiwa haki Mtakatifu Yosefu kwa uthibitisho wa maneno haya ya malaika: Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Injili ya Mathayo sura ya kwanza aya 20. Malaika wa Mungu anafafanua ukweli wa kitakachozaliwa kuwa kina mkono wa Mungu na ni kwa ajili ya wokovu wa dunia nzima. Naye atazaa mwana, naye atamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Injili ya Mathayo sura ya kwanza 21. Je, akina baba, katika ndoa zenu mna kifua kizito kama cha Mtakatifu Yosefu? Ndugu zangu, ya kujifunza kutoka kwa Mtakatifu Yosefu yapo mengi sana, kwa kanisa katika ujumla wake na kwa kila mmoja wetu. Kwa upande wa kanisa na hasa kwa wale waliopewa dhamana katika utumishi wa Kristo, yatupaswa kuwa na subira na unyenyekevu kama wa Mtakatifu Yosefu katika kuona, kufikiri, kuamua na kutenda. Msingi wa haya yote ni unyenyekevu. Kwa kila mmoja wetu na hasa kwa wanafamilia ya Mungu, yatupasa kusikiliza sana sauti iliyopo ndani mwetu na kuamua lililo jema zaidi, na sio ushindi wa haraka usio na tija. Pili, hatujihesabii haki hata kama tunayo mastahili katika yale yatuhusuyo kisheria, kimtazamo na hata kimila na desturi zetu. Tumpe kwanza nafasi Roho Mtakatifu atuelekeze namna ya kufanya pale tunapokabiliwa na giza nene katika maamuzi. Mtakatifu Yosefu awe ni mfano bora katika kuenzi na kumwilisha tunu msingi za maisha ya kifamilia, maeneo ya kazi, wakati wa raha na shida. Waamini kamwe tusisite kumwita katika sala. Kanisa
linamwadhimisha Mtakatifu Yosefu katika maisha ya kila siku, katika juhudi, bidii na maarifa kazini zilizomwezesha kuihudumia familia takatifu ya Nazareti. Mwisho, wapendwa, tuliombee kanisa lote kiulimwengu, na hasa maeneo yale ambayo Wakristo wenzetu wanateseka na kuuawa kikatili kwa sababu ya imani yao juu ya Kristo na Mungu aliye hai. Tuliombee pia kanisa letu mahalia la Tanzania, hasa katika kipindi hiki cha sintofahamu nyingi za kiimani, kijamii, kisiasa na kiuchumi. Nakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frater Hilary Ernest Upendo Liamuya wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Pigeni tarumbeta katika Sayuni, kusanyeni wazee, kusanyeni watoto. Nirudieni mimi, asema Bwana. Nirudieni mimi, asema Bwana. Nirudieni mimi, asema